Naam, tukiendelea kuangazia taarifa tulizonazo ni kwamba gavana wa Nyamira Amos Nyaribo kwa mara nyingine amebanduliwa na bunge la kaunti kwa tuhuma za utumizi mbaya wa ofisi. Wawakilishi wadi 23 kati ya 31 waliunga mkono hoja ya kumbandua mamlakani. Na kama Marian Nyambura anavyoarifu, Nyaribo kwa mara nyingine atarejea katika bunge la Senate kujua hatima yake. Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the governor of Nyamira County, now stands impeached. Gavana Amos Nyaribo wa Nyamira yuko mashakani tena. Hoja ya kumbandua iliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa Bonyamatuta ikiungwa mkono na wawakilishi wadi 23 kati ya 31. Gavana Nyaribo anakabiliwa na makosa ya utumizi mbaya wa ofisi na uvunjaji wa sheria. That even the resolution of the alternative dispute has not been attached in this response. I rest my submissions and the governor is guilty of this crime. Miongoni mwa masuala yaliyowasilishwa ni kuendesha shughuli za kaunti hiyo kupitia bunge mashinani, kuitumia bajeti ya kaunti hiyo visivyo. This is the third time or second time this issue is coming up in an equitable motion. It's been put here probably to give it political mileage, which it lacks. It's standing on straws. It cannot be sustained. Yes, 23. No votes, 0. Report on the removal of His Excellency Honorable Kimomi Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment has now carried the day. Gavana Nyaribo ameponea kubanduliwa afisini hapo awali baada ya hoja sawia kuwasilishwa Oktoba mwaka 2023 na Septemba mwaka 2024. Marian Nyambura, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Marian